Kwa heshima na mujibu wa maamuzi ya uongozi wa kanisa, tunamuomba mchungaji asijihusishe na nyumba hii ya kanisa hadi pale atakapokutana na uongozi. By mtumishi wa Mungu James. Fresh bwana, ni bora sana nimekuona. Maana vipi kwanza? Burudani. Uko poa? Mimi niko poa. Vipi tena? Yaani nimekuita hapa na shida hatari. Shida gani tena hiyo? Yaani wale unajua wale wanajipenda kujifanya yule wale kula kwa hivyo wako juu. Wale wapinzani wako akina Andema? Sasa wale kule Andema ndo kubwa. Kuja upande wangu mimi huko, mimi ndo guji lao. Hakuna kuniweza. Hilo mbona anatambua wewe tena Jackie? Yaani nani asiyojua mtaa huu kwamba Jackie ukiamua kufunga mtaa umefunga. Mimi na shida kitu hichi kimoja. Kitu gani? Yaani kwanza nikae vizuri. Na shida za picha za utupu, yani picha za uchi za waa. Picha za utupu za waa. Why yule MC? Huyo. Hilo limeisha. Yaani jambo dogo sana. Unajua bonyeza kazi yangu kubonyeza. Umeona Hilo jambo dogo sana. Na imani wewe hiyo kazi utaimaliza. Yaani kuhusu picha, yaani usiwazi. Alafu sasa, yaani ukiachana na hilo picha tu usiwazi. Kwa sababu nitakufunimishatoa kama siri. Umeona? Watoto wa mjini wanasemaje? Kula nyama nyamaza. Ila kwangu mimi nakula nyama na tangaza kwako peke yako. Ndio maana nimekutafuta, najua hiyo kazi utaimaliza. Kwa hilo siwezi nikakuangusha. Kwa hiyo unafanyaje? Hapo cha muhimu hapa. Naishije sasa bila pesa. Sasa hilo na yeye bonyeza hilo kwangu mimi. Yaani hilo swala dogo sana kwangu. Na hiyo kazi ukinifurahisha mpunga ukitoa mnene na mchinjia huko kama Mwarabu. Toka nini? Bashi yake akipita maskani anavimba kinyama. Unaona? Salamu pia atoi. Unaona? Mara kibao namshobokea, oe inakuaje. Yeah, akinikuta nimekaa anavunga. Kwa hiyo hilo limeisha. Okay. Poa, basi. Vipi mbona kama kuna jirani yako hapo pembeni? Nakutegemea. Ana noma, nakutegemea sana. Ana noma. Okay, poa. Hivi Jackie. Hivi una huruma wewe? Yale mkuta bado hujaridhika unataka kumuongezea na matatizo mengine? Wewe naye hayakuhusu. Naomba uende. Muonee huruma mtoto wa watu basi. Matatizo yamemkuta kibao, bado namuongezea na mengine. Wewe unajua ni binadamu, yanaweza kukukuta na wewe. Naomba uende. Naomba uende, sitaki kelele yako. Naomba uende, sitaki kusikia hata kelele yako. Hayakuhusu. Jackie, Mungu atakulipa. Fanya uende. Mungu atakulipa. Mimi naenda sawa, ila Mungu atakulipa. Hizo njama zetu mnazopanga, Mungu atakulipa. Karibu mtumishi Tomaya. Asante baba askofu. Nilipokuwa narudi nyumbani, nilikuta geti langu limefungwa. Sikujua sababu ni nini. Kibaya kikubwa kabisa, nilikutana na tangazo likiandikwa zitajiki katika ile nyumba. Na tangazo hilo umeandika wewe. Baba askofu, unaweza kuniambia nini shida au nini sababu ya kunifukuza? Mtumishi Tomaya, sisi kama uongozi tumeandika lile tangazo mahali pale kwenye nyumba yako kwa ajili ya kukusimamisha kuingia ndani kwa sababu ya malalamiko ambayo yako hapa ofisini kwangu. Mtumishi Tomaya, nyenendo yako haimpendezi Mungu. Waumini wameleta malalamiko kwamba wewe una matendo yasiyompendeza Mungu. Baba askofu, matatizo gani ambayo ninayo mimi? Tatizo lipi? Niambie. Maana unaeleza tu. Sioni shida yangu ni ipi. Tumepata taarifa kwamba mkeo kaondoka. Pale nyumbani kwako kuna changamoto gani mtumishi Tomaya? Na wiki 3 hujahudhuria kanisani. Kuna tatizo gani mtumishi Tomaya? Baba askofu, mimi nahisi kama lile nimelogwa. Siko sawa kabisa.
unasema kwamba umerogwa. Mtumishi Tomaya, kweli unasema umerogwa? Mtumishi kama una anaambia umerogwa? Sisi watumishi wa Mungu haturogwi. Wewe unasemaje umerogwa mtumishi Tomaya? Unaamini vipi kama umerogwa? Endapo watakusikia waumini wako nao waongoza kwamba mtumishi Tomaya umekuja ofisini unasema umerogwa. Uone kama unawavunja moyo waumini nao waongoza. Mtumishi Tomaya. Serious kweli? Baba Askofu, sina neno lingine la kukueleza wewe zaidi ya hilo nililokuambia. Mtumishi Tomaya, sisi kama uongozi tumeamua tukusimamishe ndani ya miezi 6 uweze kujirekebisha matendo yako na njia zako ili kanisa libaki salama. Wewe kama mtumishi wa Mungu unayeongoza kanisa, huwezi kunyoa wei namna hiyo. Huwezi kukaa kwa muonekano wa hivi kama mtumishi wa Mungu unayemtumikia Mungu katika roho na kweli. Sasa tunahitaji ukajirekebishe ili waumini unaowaongoza waweze kuwa na imani na wewe, na pia mwenendo yako na njia zako ziweze kuwa wazi. Mr. Tomayo, usifanye mambo ambayo yako kinyume na kazi ya Mungu. Tunaelewana Mr. Tomayo? Baba Askofu, miezi 6 nitakula nini? Nitaishi wapi? Baba Askofu tafadhali, uko na moyo wa kihuruma ndugu yangu. Unakuwa kama sio mtumishi wa Mungu. Mabadiliko yanahitajika katika kazi ya Mungu. Cha kwanza ukatoe hizo wei, ukaweke nywele zako vizuri, uwe katika hali ya kiutumishi. Baada ya hapo utaweza kurejea mahali hapa kujiridhisha baada ya uchunguzi kwamba wewe umeweza kubadilika. Kwa sababu wewe ni kioo, waumini wanahitaji kujifunza kwako. Wewe ndio kielelezo, wewe ndio barua inayosomeka. Mr. Tomayo, naomba toke nje. Toka nje. Kajirekebishe, baada hapo utarejea mahali hapa. Nenda. Halo Damaua. Niko hapa nje nyumbani kwenu. Sawa. Maua, nimekuja kwako. Nimesikia Jackie anaongea na Bonyeza kwamba akampiga picha za uchi Walda. Na hapo Walda akatoka kwenye matatizo juzi tu. Mimi nikajua masiala. Kumbe anafanya kweli. Maana nilimsikia toka nyuma, mimi nitamfanyia kitu kibaya. Kisa birthday tu anataka kumfanyia mtoto wetu vibaya kweli? Nimemsikia anaongea maneno ya ofi, maneno yanamtoka, hana hata huruma. Hivi ulivyosikia alisema maeneo gani? Maeneo hapa gesti moja inaitwa Namaleche. Namaleche. Basi usijali. Nashukuru kwa taarifa. Kila kitu kitakaa sawa ndugu yangu. Maana nilitaka kumwambia Tizo. Sasa maana Tizo naye ndio amemfanyia ule ubaya. Anaweza kumsaidia kweli? Na kuhusu swala la Tizo mimi nitaenda kumfikishia taarifa. Na kila kitu kitakaa sawa. Haya. Asante kwa taarifa. We binti, unafuata nini kwenye maisha yangu? Hivi binti, bado unaniandama mimi? Unataka nini? Unataka nini binti? We binti, ni shetani. We ni shetani uliyenifukuzia mke wangu. We ni shetani mpaka nimefukuzwa kwenye nyumba ambayo naishi. Angalia sasa natapatapa. Na bado hapo bado mpaka we fuvu. Ulituma na kelele chako iko ndio kilichokuponza. Angalia sasa hivi. Una mke, una kanisa, una chochote hapo ulipo. Una kazi ya kutapata hapa tu. Yaani we binti, ulivyokuwa mdogo namna hii, unatetemesha mimi mchungaji kweli? Binti, hebu kuwa na heshima hata chembe. Kuwa hata na adabu. Haya, umefurahi sasa. Mke wangu kaondoka, kanisa tena sina. Maisha yangu umeharibu yote. Huruma ulishapitwa na wakati, heshima ilishapitwa na wakati. Muda huu ni wa kufanya vitendo upo. Unaona umefaidi sasa. Basi niletee mama yako niweze kumuoa. Niletee mama yako niweze kumuoa basi.
shemeji, nimekuona. Maana huu mguu ulikuwa kwako na kufuata pale kijiweni. Twende. Shemeji, tunaongelea hapa. Shemeji, kuna tatizo kubwa sana. Shemeji Wada. Kuna rafiki yetu mmoja atoshania alikuwa na birthday. Wada hakuenda kwenye birthday. Kwa hiyo shoga yetu amechukia. Hapa ninapokuambia katafuta mtu wakaenda kufanya mapenzi na nini na Wada ili amchukue video za utupu vitupe mtandaoni. Shemeji, ni muda huu ninapokuambia shemeji. Naomba twende tukamsaidie Wada atazalilika. Tutawai. Mimi sehemu ninaijua shemeji, twende. Twende shemeji, ni muda huu shemeji, twende. Ndugu yangu, nimekutafuta sana. Umenitafuta kwa njia gani? Nimetembea sana kukutafuta. Nimeulizia wengi sana. Sasa mtumishi, yaani mjini hapa unamtafuta mtu kwa kutembea? Siku hizi kuna mawasiliano, ulishinda kunipigia simu? Basi tuachane na yote. Cha msingi ni tumeonana, tunaweza tukaongea kaisha. Nakusikiliza. Ndugu yangu, unajua mengi mimi nayapitia sana kwenye nyumba yangu. Najua yote matatizo yako. Unajua yote? Vipi, mke wako asharudi? Wewe mke wangu unajuaje kama kaondoka? Alafu sio mke wako tu, hata yule mfanyakazi ambaye alikuwa anafanya kazi pale nyumbani kwako uliomtimua, yote najua. Ngoja kwanza. Namaanisha yule binti alikuwa anakueleza yote? Mr. Tomaya. Hadi jina langu alifahamu? Sio jina tu nalijua, yaani kiukubwa na kujua wewe na kuelewa kila kitu. Mimi nimezaliwa hapa mjini, alafu wewe ni mgeni hapa mjini, kwa nakutambua. Hebu nikuulize kitu. Wewe ni mchungaji, mganga kienyeji au nabii? Unataka nijibu hivyo? Hivi unavyoniangalia mimi nafanana kuwa mganga kienyeji? Nashindwa kukuelewa vizuri, kwa sababu unajua historia ya mtu hata mimi sijui. Unajua, mimi nikikutazama tu kwenye macho yako nagundua una matatizo gani. Na sio hayo tu matatizo niliyokutajia, Mr. Tomaya, mpaka sasa ulipo hapo hauna kazi, na ile nyumba ulikuwa unaishi washaichukua. Sasa naelewa. Kama unanifahamu mimi fika, unafahamu yote yanayohusu mimi, unaweza kuwa ni bora sana kwenye msaada wangu mimi. Naomba unisaidie ndugu yangu Malangalila. Sawa, nitakusaidia, lakini mchungaji, nataka uniambie ukweli wako wote. Sawa? Ulishawahi kukanyaga kwa mganga wa kienyeji? Hapana, sijawahi kwenda kwa mganga wa kienyeji. Sawa, hapo nimeanza kukuelewa Mr. Tomaya. Sasa nenda, siku nyingine ukipata muda njoo nieleze ukweli wako wote, mimi nitakusaidia. Naona leo haupo sawa kuniambia ukweli wako wote. Hivi kweli nimwambie siri yangu? Mtu mwenyewe ndo kwanza tunafahamiana, nawezaje kumwamini mapema hii? Hapana, siwezi hata kumwambia. Sawa, nimekuelewa. Tutaonana siku nyingine. Haya, safari njema. Boti hizo. Unajua shoga yangu wewe. Kanga mzuri hizi. Haya, shingapi? Hizi kanga shoga yangu
mkopo shilingi 20,000, kesho 18,000. Lakini nina kidaftari nataka na kuandika. Shoga yangu kanga mzuri. Na mimi kukopa sio shida zangu. Shoga yangu nakupa kesho. Sina mbambamba, sina longolongo. Pia. Asante shoga yangu. Katikati. Kama usaidie. Shoga yangu sasa wewe unaionaje? Sasa hivi ama. Salama kaka. Wewe unaionaje? Na ije. Unaonaje kisho na kijauni hivi? Tutatoka pambe pambe hivi. Hii na maua kishangingi. Hii hapa. Kama usaidie hivi. Shoga yangu hii naona hii ndo nanifaa. Shoga yangu ila nipe change. Change na kwa. Nzuri shoga yangu kweli. Sasa kuja mzigo mpya. Kama kawaida utaniambia. Shoga yangu usijali. Haya, asante sana. Haya, nashukuru. Haya. Naona leo biashara imekuwa nzuri sana. Usikunia mimi. Kwa ndema utona kulewa na mashoga zako, mara si utakuwa baa, si kilabuni. Umeniona tena komba. Niko juu ya mnazi na gema. Shika. Bwana nipe nishike mwenyewe. Ndio. Kama mnavyojua, leo zimbaki siku 3. Kwa hiyo baba mwenye nyumba anasubiri yake. Na ulisema kabisa naenda kuzungusha hii hela na kuja kulipa kodi yangu. Kwa mimi nakusubiria wewe sasa. Yaani wewe, huu msingi ulionipa umenifika hapa. Sina raha. Nikitembea, ninapokaa mama 70,000, 70,000. Sasa sikiliza, shika, kampe baba mwenye nyumba yako, akauze hizo nguo ili apate hiyo kodi ya nyumba nipumzike na mimi. Hivi Wandema. Kujua hata utani. Mimi kuna kutania tu. Na kilichoniokoa ni mdomo wangu. Maana ningekuwa kimya kama marehemu, ungenidai nilipe hiyo shilingi 70,000. Lakini kwa sababu nimekusafisha, nikakunawa vizuri, ndio umeona hiyo aibu, ukasema hiyo hela umenisamehe. Bila hivyo usingeweza. Na kujua vizuri maisha yako. Sasa, unajua mimi haya maisha mimi nimeachoka kabisa. Yaani kila siku mimi nyumbani naamka pale nafanya usafi, na deki, nafua nguo, nimechoka kweli. Kwa hiyo nakuomba sasa, njoo pale nyumbani tuishi wote. Nitafikiri. Utafikiria utafanya. Jamani, hili jambo sio la ghafla kama unavyofikiria. Nimekwambia nitalifikiria. Huwezi kunikurupusha kama chafya, siwezi. Nitafikiria, nitakuja kuishi na wewe. Kwani shida ni nini? Haya, kwani nikuulize. Unaelekea huko? Maana mimi nataka kupeleka nguo zangu. Kiongozi wangu, kijana wako nateseka. Sina nyumba, sina pa kuishi, nahangaika tu mpaka sasa hivi. Navyokwambia, mke wangu amenikimbia na hayupo tena. Si leo nifanye nini? Nimekuja mkuu wangu uweze kunisaidia. Hata ile nyumba ambayo naishi ina mauzauza kibao, imesababishia mpaka mke wangu ameondoka. Mkuu, maisha yangu yameangamia. Nahitaji uweze kunitetea. Ongea hata na wazee. Sina kanisa, sina nyumba, na wala sina kipato chochote. Nadhani mtu kutupo kusikia na kwa hatari sana. Nadhani kupacha masharti matatu. Nikwambie kitu, kila kitu chote duniani bila masharti haufanyi chochote. Hata watu wanamuomba Mungu, kuna kwa ile masharti wanawapa, wafunge maombi, wafanye kile chote. Nao pia kwa mimi hapa bwana, unakuwa masharti. Nikwambie masharti 3 au itimize. Leo kunaona maisha yako yote aende mbele. Unakuwa unadiriria sana auende mbele, kwa sababu masharti ni kitu cha kawaida sana. Cha kwanza, nikwambia usitaje wakati unahubiri kanisani, usitaje jina la Yesu kinywa chako, kwa sababu jina la Yesu linakuwa zina mamlaka nguvu, usijitaje. Cha pili, Biblia, wakati unashika Biblia hivi unasoma, geuza Biblia. Sawa? Unageuza Biblia, unasoma ile maneno Mungu anasema, wewe unaigeuza.
Unaelewa vizuri? Kia tatu nikwambia ushingirie mambo za watu. Hata ukione mtu fulani sehemu fulani anafanya mambo fulani, ushingie mambo za watu, zile zinakuwa zinakurudisha nyuma bwana. Masharti tatu hii. Kama urikubalia masharti tatu kuitimiza vizuri, kama leo aurudi tena hapa kuriria. Resign kwa wakati hapo, nafika hapa unashusha gari yako nje, maisha mazuri. Kwa nini unaendelea hivi? Najua leo maisha leo hii inabidi kufuata utaratibu wake. Na cha tatu inabidi kujua mke anakuwa na mamlaka mkubwa sana kwetu sisi. Damu ya mke na ya mtoto ina tofauti sana. Mke anakuwa na thamani sana. Nadhani nilikuambia kipindi ile ulipokuwa nilikwambia hivi. Fuatiliza vizuri kwa utaratibu. Mke wako mtoe kafara. Wewe kinga malamu nalobaki boy. Mwasi na yo ya ndaku sakrifie na mbula oyo okomona makamondenge nini okomata. Nasikiliza vizuri? Naelewa kwamba nilikosea masharti, lakini sio kumtoa kafara mke wangu. Wanaanza kunibadilishia masharti mengine naenda nikafanya. Kwani hakuna masharti mengine zaidi ya kumtoa kafara mke wangu? Nadhani itakuwa mara kwa kwanza na mwisho sasa kurudi, kwa sababu yote nakwambia masharti aunyelewe bado. Wewe unataka maisha yako ibadilike, sawa? Utembee na magari mazuri, sawa? Ujenge nyumba mzuri, sawa? Sasa kwa nini sasa unaanza kuleta utaratibu? Mke wako cha kwanza umtoe kafara, baadaye utaona mambo yako yote itabadilika. Nawaza yote tunaongea hapa na kupacha muda urudi ufikirie vizuri. Ukiona kwamba masharti zinakuwa mgumu kwako, basi ujue kisa kufanya. Sasa na kuacha muda urudi ufikirie vizuri. Kama utatoa kafara mke wako, sawa. Kama una mamlaka kutoa kafara, unasema ni mke wako unampenda sana, basi. Na kama hauwezi kutoa kafara mke wako, iko mara kwa marufuku kurudi tena hapa pango. Kuingia tena kwenye temple hii. Iko mara kwa kwanza na mwisho kurudi tena hapa. Kama ulete kafara mke wako. Na lobi boy. Lelo ye awa na pesio mikolo. 5 jours ozonga ndaku kendo kanisa nami. Soki okopesa mwasi na yo te. Yo mokongo. Soki okopesa mwasi na yo, tozana eposa opesa ye. Pozwa mbongo ebele na vi na yo. Ozana besoin otamula ba mituka kitoko, ozana besoin olata kitoko, ozana besoin ozana bandako kitoko lokolo ya ngai. Soki omoni ozana tante ya kopesa mwasi na yo, koya susu awate. Eza mbala suka koya su awe pa nanga koya sute. Na hivyo yoki ngai, je dis ceci, à partir d'aujourd'hui, je te laisse le temps d'aller bien réfléchir, n'est-ce pas? Je crois que tu es un adulte. Même si vous me regardez comme ça, je suis beaucoup d'argent. Ici, c'est chez moi, c'est ma maison. J'ai beaucoup des amis qui se retrouvent en Amérique, partout, qui viennent toujours ici chez moi. Je les fais tout ce que... Ce sont des conditions que je t'ai données. Il faut l'accepter. Donc toi, tu es venu ici pour me provoquer. J'ai l'impression que c'est ta dernière fois de revenir ici chez moi. Tu as compris, monsieur? Au revoir. Hein? Sasa hizi salama kwema. Baada yako dada. Salama. Za kazi. Samahani dada. Kuna mtu tunamhitaji. Tumeambiwa yuko hapa kwenye guest yako. Tulikuwa tuna shida naye. Ni mbada mmoja hivi mweupe, sio mfano mfupi, anaitwa Waldat. Hapana, sijampokea mgeni anaitwa. Ama muda wote mweupe walioingia ni wengi. Siwezi kujua ni nani kaingia wapi. Hapana,
Ni hapa nilipopata maelekezo. Okay. Katika madaftari yako majina hakuna jina lote ambalo linaitwa Wada? Hakuna. Unahakika kabisa? Ndio. Sio kama unatuongopea? Hakuna. Ndio sheria ya kazi inavyotaka Sheria yangu ya kazi yangu hairuhusi kutaja wageni wengi. Na mimi sheria yangu nakuja nayo, nataka utasema sasa. Umeona hii? Naomba uniambie. Na kutoboa sasa hivi. Leta ubishi. Na kutoboa sasa hivi. Tuambie dada, yuko chumba namba ngapi? Sema! Yuko chumba namba 2. Namba 2, una uhakika? Mtaa wa Supwe, mtaa wa Supwe, mtaa wa Supwe, vibwanga kibao, mtaa wa Supwe, vioja kibao, mtaa wa Supwe, mtaa wa Supwe. Umdhania ndiye, kumbe sio. Unacheka naye mchana, siku anakuuliza. Umdhania